Je, narcissist anaweza kukuhurumia? Unajua mara nyingi wahanga, waathirika wanavyokuwa na narcissist, kuna wakati unalia, kuna wakati unajaribu kumuonyesha narcissist unavyoumia, yani unamfanya kuonea labda huruma kutokana na tabia zake. Lakini ukweli ni huu, narcissist ni mtu ambaye hana uwezo wa kuwa na huruma ya kweli. Ana uwezo wa kutambua huruma, ana uwezo wa kuzijua hisia za huruma katika akili, lakini katika kiwango cha hisia hana uwezo huo. Kinachotokea, narcissist atatumia hisia zako za huruma kwa manufaa yake, kwa sababu haisi vile ambavyo wewe unavyoumia. Anaona kama unafanya mchezo na ndio anaongeza zaidi. Kwa hiyo cha kwanza, hawezi kuhisi hiyo huruma, na cha pili anaijua. Kwa hiyo anaweza akakusababishia mambo ya wewe kuumia, kwa sababu wewe unavyoumia, unavyokuwa katika maumivu, anajisikia vizuri, anafurahia, anapata nguvu kihisia. Hili jambo ambalo la kisaikolojia na linaweza likachanganya akili kidogo mtu mwingine kulielewa. Umeshagundua wakati ambao unagombana na mnyanyasaji, wewe unavyoumia, unavyokasirika, unavyotupa mikono na kupiga kelele, mwenzako anajisikia raha. Yaani baada ya kugombana mwenzako anapata nafuu, sababu anakula katika maumivu yako. Kwa hiyo unavyojionyesha kwamba wewe umeumia, unavyoonyesha shida zako, ninaumwa, mwenzako anafurahia. Nikiwa miongoni mwa watu ambao wenye aiba hii katika mahusiano nao, niliweza kujielezea hisia zangu, labda kama unapitia changamoto hii na shida hii, unaona mtu aonyeshi ile hali ya kuthamini hicho kitu ambacho unamueleza. Wewe unaumia lakini mwenzako anafurahia uwe katika hali ya kuumia. Kwa wale wengine ambao imefika mahali umeanza kuona yale madhara katika mwili, kwa mfano hata unaanza ku-age, unaanza kuzeeka kuliko umri wako, utashangaa mwenzako badala ya kukuonea huruma, kwa maana kwamba sio kuzeeka katika hali ya kawaida, kuna kuzeeka katika hali ya kawaida. Mtataniana, umri umeenda sasa tuna miaka 60 bwana. Wewe ulikuwa kabinti au ulikuwa mshikaji sana wewe, sasa hivi angalia ujanja wote hamna, mnataniana normal. Lakini sasa mfikiria mna miaka 30 labda au 40, alafu wewe unaonekana kama una miaka 60, alafu mwenzako anakufanyia mzaa na kucheka. Na wakati huo anakucheka akikulinganisha na watu wengine, ina maana anakucheka kwa kukuletea maumivu. Hajali kuhusu maumivu yako. Wewe unapoumia, kwanza hajali, na cha pili anapata nguvu kupitia maumivu yako. Na ndio maana wakati mwingine kuna mambo anayafanya makusudi kukuumiza, kwa sababu unapoumia yeye ndo anapata chakula cha nguvu. Sisi wanadamu au viumbe vyote ni viumbe vya nguvu, tunatoa nguvu. Hujawahi kuona umekaa mahali na mtu mwenye furaha, hata kama hajaongea, ukitoka kwake au ukiongea naye neno moja tu mawili matatu, unajitoka ukijisikia una nguvu. Au unaweza kukutana na mtu mwingine ukaongea naye au kakupigia simu, baada ya ile simu umeweka simu chini, kuna kazi ulikuwa unaifanya, labda unaandika, unafanya shughuli gani, unaacha hata ile shughuli ulikuwa unaifanya, sababu nguvu zako zimechukuliwa kutokana na aina fulani ya mazungumzo ambayo umeongea, au mtu fulani ambaye ana uwezo wa kufyonza nguvu zako. Na wengi hawajijui, wengi hawajifahamu. Hata narcissistic people wako wanaojielewa, wanaojitambua kabisa mission walionayo 100%. Wengine wanafahamu tabia zao na madhara wanayoyafanya, lakini bado hawajajua exactly vile ambavyo wanafyonza nguvu zako. Ila wanafanya vile vile na wanajua wanachokifanya kwa makusudi, lakini sio katika uhalisia wa kujitambua wao kama watu wanyanyasaji moja kwa moja. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuweza kujua wewe unasimama wapi. Je, uko tayari kuendelea kupoteza maisha yako, uishi katika sayari dunia katika maumivu? Wako watu wengi wameamua hivyo, wanasema umri umeshaenda sana, haujachelewa. Ni afadhali uishi siku moja kwa furaha kuliko uishi miaka 100 katika masononeko, katika huzuni, katika wasiwasi, katika kujilaumu. Yaani umekuja katika sayari dunia na utambulisho maalum wa kipekee, alafu unaondoka bila kutumia ule utambulisho wako. Inakuwa ni hasara. Umekuja katika hii sayari dunia kutumia utambulisho ulionao ipasavyo.